Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tunaendelea na darsa yetu ya kusoma Kiarabu kwa level ya mwanzo kabisa. Tunachoomba ndugu zangu, darsa hizi tumezitoa ni free, bure kabisa, kwa ajili ya kuwasaidia wale wasiojua kabisa kusoma Kiarabu na kusoma Qur'ani, isije ikawa hoja siku ya Kiyama kuwa sikupata mwalimu. Tunafanya haya ili kukuletea kwenye mitandao huko ya kijamii ili uweze kujifunza. Chukua daftari lako na kalamu yako, download hizi darasa, baki nazo, anza kujifunza, na wewe utajua tu. Ala, hakuna uchawi, utajua tu kama ulivyojua masomo ya shule, ukaweza kusoma, unasoma mwenyewe, na hii unaweza kusoma. Lakini pia tutumie fursa hii, ndugu zangu Waislamu, niwaombe kwa moyo mkunjufu, kwa ukarimu wenu, kwa wema wenu, naomba subscribe channel yetu inayoitwa Raudha Online TV. Utapata darasa humo, utazidownload, ziko nyingi, darasa nyingi tu zinazohusu mafunzo ya Kiislamu, lakini na hizi za darasa za mwanzo hizi tunazosoma pia nazo utazipata huko. Haya, sasa leo baada ya kujua zile alifu be te the kwa Kiswahili, yani kwa upande wa shule, lakini na upande wa Kiarabu, sasa tunatengeneza majina kupitia zile sasa, alafu tunafanya Kiarabu. Haya, twende ubaoni. Tunaandika misamiati ya Kiswahili, yani majina ya Kiswahili, alafu tunayapeleka kwenye Kiarabu. Sasa tunafanya majina yanapokuwa yana kitamkishi a. Mfano katika Kiswahili tuna jina baraka. Hili kwenye Kiarabu ba ni hii hapa, ni sawa na hapa ba. Ra hii hapa ra, ka hii hapa ka. Kwa hiyo tunasema baraka. Hivi inavyosomwa hapa ndivyo hivi inavyosomwa hapa. Tofauti tu kwamba hizi ni herufi za shule, hizi ni herufi za Kiarabu. Wala hakuna tofauti nyingine. Naelewa? Kwa hiyo ndugu mwanafunzi, utajifundisha kwenye mtandao, hebu zingatia kuwa makini kwenye haya. Alafu tabata. Hii ta ni hii hapa ta. Ba hii hapa ba. Ta hii. Kwa hiyo tunasema tabata, na hapa tabata, si vingine. Hii hapa darasa, na hii hapa darasa. Ya haya, na hii hapa ya haya. Hii hapa daraja, hii hapa daraja. Hii hapa manara, hii hapa manara. Hivi inavyosomwa hivi ndio hivi inavyosomwa. Tofauti hizi ni herufi za shule, hizi ni herufi za Kiarabu. Ukishakuwa unajizoesha hizi zitaondoka, tutabaki na hizi sasa. Tuanze kutumia hizi ili, kwa hiyo kuna umuhimu wa kurudi pale kwenye tulipoandika B ni sawa na E na T na B, T ni sawa na T, hivi pale rudia sana. Kumalizia, tuone zoezi, tuwaone wanafunzi waliopo hapa, angalau mmoja, hebu atufanyie kama ameelewa. Hii hapa zoezi, kalala, sabaya. Sasa atuandikie kwa herufi za Kiarabu hapa. Abdul Fattah, hebu njoo utuandikie. Andika hapa. Hii andika hapa. A yake iko wapi? Twende. Andika vizuri. Andika kama hii tu. Soma.
kalala. Sawa, vizuri kabisa, masha Allah. Haya, hebu andika hii sabaya, andika Kiarabu sasa. Teremsha chini kidogo, andika kubwa kubwa hapa. Weka a yake. Haya, twende. Twende. Masha Allah, masha Allah. Haya, leta vizuri. Haya, kakae chini. Umeona, kaandika tu kwa sababu ni mwanafunzi na ndo mwanzo anaanza kujifundisha. Hii ni kalala. Kwa mwandiko wake wa kiwanafunzi ni sawa kabisa, ni sawa. Kwa mwandiko wa mwalimu ni sawa na kuandika hivi, hivi ni sawa na hii, alafu elo hivi, alafu inafuata tena elo hivi. Kwa mwandiko anayejifundisha wa mwanzo sawa kabisa, wala hajakosea, kapatia vizuri. Hii sini yeye ni mwanafunzi imeteremka hivi, lakini kwa anayejua kuandika vizuri anaandika hivi hivi, hivi. Hii sabaya, hajakosea chochote isipokuwa ni mwandiko tu, bado anajifundisha polepole, atafahamu. Ndugu na wanafunzi mliopo, na nyinyi naomba mkatengeneze sentensi zisizopungua 6 za Kiswahili, alafu mtuandikie, mfanye mazoezi, muandikie kwa Kiarabu. Kiswahili alafu mbele yake kije Kiarabu. Tuishie hapa. Wallahu a'la wa alam. Tutaendelea sasa darasa linalofuata la hizi ili kufanya mazoezi tuweze kusoma vizuri. Wallahu a'la wa alam.